Kwa maana inabidi nataka kusema kwamba Kasal hayupo kwenye mioyo yenu, ni basi tu kwa sababu ni dharura. Yaani ukiangalia kwa shabiki wa Simba tulio wengi, kwa asilimia nyingi alikuwa hayupo kwenye mioyo yetu. Lakini nizungumzie binafsi yangu, mimi binafsi pia alikuwa hayupo kwa asilimia zote, japokuwa alikuwa anafanya kazi yake vizuri na alikuwa namuona ni mchezaji ambaye atanifikisha jitihada, lakini bado unajua kuna ile mapenzi ya kumwangalia mtu alichokifanya tulikuwa tunafanisha. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba huyu Pipi Kamara kuna kitu alikifanya kikubwa, wana Simba tumekiona tukavutiwa naye. Kwa hiyo sasa kwa sababu ishatokea kiongozi amempa thank you, hatuna budi sasa na kuwashawishi washabiki wenzangu wa Simba turudi sasa kwa kumsupport Kasali, kwa sababu ndio mchezaji wetu ambaye tunabakia naye mpaka sasa, ambaye kocha ndio amempendekeza tuendelee naye na tuendelee kumwangalia. Kwa hiyo kikubwa ni yeye mwenyewe Kasali kwenda kuonyesha sasa jinsi gani wana Simba wanatakiwa kweli wewe na mimi kwa 100%. Hatuna kazi ngumu na sisi washabiki wa Simba hatuna iana. Ukionyesha watu wanakuja kushabikia na katika mapenzi makubwa na kuonyesha ushirikiano mkubwa. Kwa mimi binafsi naweza kusema kwamba wana Simba wote sasa hivi jicho letu lianze kwa nani? Kwa Kasali, kwa sababu ndio jicho la kocha, ndio jicho la viongozi. Kwa hiyo jicho pia sisi washabiki tunaacha sema mahaba na Kamara, tunarudisha mahaba na nani? Na Kasali ambaye yuko kazini kwa sasa. Kwa binafsi nitarudisha mahaba yangu yote kwa 100% na kumsupport Kasali ndani ya pechi ili anionyeshe kitu ambacho na kitarajia kukipata. Sasa bana Jamili, wewe umesema kwamba mahaba yako ilikuwa kwa Kasali. Leo yahamishe yaende kwa mahaba yako ilikuwa kwa Kamara. Leo yahamishe yaende kwa Kasali. Wakati wewe unakataa, unaona kabisa kwamba kuna kiwango ambacho Kasali hayamfikia nani? Pimpin Kamara. Wewe hapo sasa unapeleka haya mapenzi yanaendaje? Kuhamisha mapenzi kwa mshabiki ni jambo jepesi sana. Ni baadhi ya mechi ambazo atacheza Kasali kuonyesha uwezo mkubwa. Amecheza nyingi lakini bado hajaridhika. Bado kwa sababu ni muda mchache. Sababu ameingia nusu msimu. Lakini baada ya nusu msimu mpaka sasa hivi ana maajabu yake na yeye kayafanya. Makubwa mno na siyakatai. Aongeze zaidi ya pale, aongeze zaidi ili nini niweze kufanya kuvutiwa zaidi. Kwa sababu mapenzi ya mchezaji na mshabiki yanakuja pale mchezaji anapofanya vizuri. Mchezaji akifanya vizuri basi unarudisha mahaba yako yanaenda. Kwa mimi na imani binafsi kuanzia sasa nitaendelea kumsupport Kasali katika kazi yake ya goalkeeper pale mwalimu atakapompanga basi, na akili na yeye pia ajue washabiki wa Simba wako pamoja naye, aonyeshe zaidi ya pale alipoonyesha, aonyeshe makubwa lakini aonyeshe makubwa zaidi ili tuweze kujenga zaidi ukaribu na tuweze kuitetea klabu yetu kwa pamoja, sababu lengo klabu ya Simba ifanikiwe katika mashindano mbalimbali ambayo anaenda. Kwa sababu kama ukijua ndugu mtangazaji, Simba haina kombe dogo, hata ni kombe ambalo anaenda la Kagame. Kama viongozi watakuwa wamepeleka timu kwa kupepesa macho ni juu yao, lakini shabiki sisi tunajua kwamba tunaenda kushindana, tuchukue nini? Tuchukue kombe. Tukianza kuchukua kombe hili la Kagame na tukija katika ngao ya jamii tukifanya vizuri, kwa nini tusihamie kwako? Tunawaambia na tumewaonyesha viongozi katika paredi dogo tu la kombe la kawaida ambalo sio kombe la ligi kuu, lakini angalia jinsi gani tulivyochukua ile kombe na jinsi tulivyoitika babani. Kwa hiyo ni deni tu viongozi wajue kwamba washabiki wa Simba wako pamoja na timu yao na wako pamoja na viongozi ambao wako madarakani kwa sasa, tukiongezwa na kiongozi mkuu ambaye ni tajiri Mo Dewji, lakini akifuatia kiongozi wa upande wa 100%, mtu kaka yetu mzee wetu mwenye magumu. Kwa hiyo bado tunaendelea kusupport, lakini pia tukiongozwa na habari mkuu wa klabu ya Simba ambaye ni nani? Ni semaji na kafu Ahmed Ally. Mpaka sasa tunaenda naye. Bana Jamili, mimi swali langu sasa la kizushi. Kinachokufanya wewe umpende Pimpin Kamara, je, ni ile mikwaju ya penalti ya nusu finali kwenda finali shirikisho au nini ambacho kinatofautiana yeye na Kasali? Kikubwa zaidi ni hiyo kwenye yale mashindano ya kombe la shirikisho. Alichokionyesha kile kimenivutia zaidi niweze kumpenda, lakini sasa kwa sababu tayari ndio ishakuwa hivyo, basi na huyu naye tuonyeshe, kwa sababu tunaenda katika mashindano haya makubwa, aonyeshe naye sasa. Akionyesha is okay. Mimi binafsi kama Jabiri kwenye ligi huwa siangalii sana goalkeeper kumkosoa wala kumsupport, na zaidi mashindano ya kimataifa, hapo ndio tunapoachana tulio wengi. Mimi binafsi mashindano ya kimataifa ukifanya vizuri kwa goalkeeper, ukiwa na save nzuri, hata kama unafungwa, lakini ukionyesha kile kitu ambacho najua, sababu wengi sasa hivi tumecheza mpira, wengi tunaelewa mpira na mpira sasa hivi unaonekana huko ni wazi. Ukionyesha jambo zuri watu wanaliona. Hata sisi ambao tunawashabikia timu zetu hizi, mkionyesha ujaji, mkionyesha nidhamu ya ushabiki, mnaonekana, mkionekana tuzo zenu mnapata kama kawaida. Kwa hiyo Kasali akionyesha katika mashindano ya kimataifa, sidhani kama nitakuwa na sita kurudi kwake na kumshabikia na kumsupport. Lakini pia na mimi pia nitafanya kazi yangu ya ushabiki, kununua tiketi na kwenda uwanjani kwa ajili ya kumshangilia Kasali na kumpa support
ya kushangilia. Anapoona wana Simba wamejazana, ni jambo jema, ataenda kufanya kazi yake nzuri na itaonekana, na nina imani mechi ni moja tu ambayo itasababisha sisi tuweze kumsahau Pimpin kama ni mechi ya kimataifa ambayo tutaenda kucheza hatua za awali, aonyeshe viwango vikubwa, aonyeshe sehemu nzuri, aondoke na clean sheet. Basi mimi nitaenjoy sana na nitaweza kufahamisha mahaba yangu kwake yote, lakini kwa sasa nitakuwa namwangalia jinsi gani ataitumikia ndani ya klabu ya Simba. Bana, katika wachezaji walioachwa miongoni mwao ni Nabi Kamara, lakini pia na Joshua Budo Mutale. Hebu katika hao wawili hapa unahisi labda nani hapa alifaa endelee kubaki Simba Sports Club? Kusema kweli, kwa haraka Joshua Mutale alikuwa tayari wakati wake umefika, hata kama alikuwa sema ila mimi nilikuwa na support pia aondoke, lakini kwa hiyo kama nilikuwa namuona bado ni mchezaji ambaye anastahili kubakia, kwa sababu alikuja kwa lengo la kucheza nafasi ya namba 3, lakini alifikia hatua majira. Kwa hiyo ndio akasema inawezekana huyu majira ndio amesababisha vibe aunganishwe katika wale watu ambao wanaachana na klabu. Sidhani kama ni kiwango, kwa sababu kiwango kakionyesha na uwezo wake tumeuona. Kwa hiyo ilikuwa ni haja tu aje mwalimu amuendeleze, lakini sasa kaja mwalimu Speka kamkuta kama ana nini, ni majeraha. Kwa hiyo yale majeraha inawezekana ndio yamefikia hatua Simba akaona sasa bwana kidogo ajitibie, endapo namna gani tutakuhitaji baadaye tuje kurudi. Kwa hiyo ndio bado imesababisha, lakini kusema kweli kama mimi bado nilikuwa namhitaji na nilikuwa bado namsupport, tofauti na Budo Joshua Mutale. Hapana, aina ya uchezaji wake kama alikuwa anacheza vitu ambavyo unajua kabisa kwamba anaficha mpira, anatoa pasi ndefu na anakaba na vile ana support klabu na mbele, lakini vile anavuja jasho, anaithamini nembo ya klabu ya Simba. Ndio mtu ambaye kwa kidogo nimeumia naye pia naweza kuondoka ndani ya klabu, lakini uondokaji wake sababu hajiwekewa na si watu wa nje na mashabiki. Tunaheshimu tu uongozi, kama umeamua kuachana naye kwa wema, kikubwa tu wasidai hao wachezaji. Yaani sio tukadaiwa na mchezaji wote au kupelekwa FIFA. Itakuwa tuna viongozi watatushangaza, waachane na wachezaji wao kwa wema ili baadaye tukihitaji wafanye warudi tena. Bana, mwingine aliacha hapa ni Chamu Karabua, beki namba 5 wa mnyama Simba Club ambaye amereplacewa na Rukshine pamoja na mwenzie pale Tule. Hebu tuone kwanza hapa, unahisi ni sahihi kabisa Tule kuchukua nafasi ya Chamu Karabua? Mimi binafsi naweza nikasema sio sahihi, bali tu ni bahati. Unajua kwenye mpira nako kuna bahati. Chamu alikuwa na bahati tu ya kubakia Simba basi, lakini uwezo wake unalingana kabisa na Tule. Ni ule uwezo ni ule Tule anapocheza na anapocheza Chamu Karabua ni yale. Binafsi kama Jabiri naweza nikasema kuna kitu kinaitwa bahati tu ameikosa kubakia ndani ya klabu ya Simba mpaka nafikiria tu anafanyaje, anaachwa, lakini aina ya uchezaji wake sio mbaya, ni mzuri, na timu yote ambayo itamchukua basi tapata mchezaji mzuri pia ambaye anaonyesha ushindani, mpira ajua vitu anacheza chini, pia anatembea, yaani kama anapocheza Tule vile vile. Kwa hiyo siyo tofauti mkubwa, lakini wanasema alikuwa ni mzito Chamu Karabua. Uzito hata Tule pia ni mzito, lakini uzito wa aina gani na mnaenda wapi? Kwa hiyo binafsi naweza kusema ni mchezaji ule Tule. Sema bahati, mimi nakimbilia tu kwenye bahati. Hajaelewa bahati yake kubakia Simba mpaka nafikia kwa kaachwa. Kwa hiyo Tule ana bahati kabakia, lakini uwezo unaendana, uwezo ni ule mmoja. Binafsi kama Jabiri nilipomwangalia Tule na nani na Chamu Karabua, naona uwezo wao wote ni 50-50. Sema imetokea tu kwamba lazima mmoja aondoke kwa sababu wachezaji wa kigeni hao, tubakie na mmoja aondoke mmoja, basi kule inaangukia kwa nani? Kwa Chamu Karabua kaacha moja kwa moja, lakini hata timu ambayo ataenda na imani ataenda kutoa ushindani mkubwa sana, kwa sababu ni mchezaji mzuri, na nimemuona hata Simba yenyewe ilipompeleka CRA kule waliweka masharti kwamba tukikutana asicheze, kwa sababu anamjua ni beki mzuri. Angalia mechi ambazo sisi tumecheza na TRA, Tule hajacheza, Chamu hajacheza. Umeona, angalia TRA kilichokuta, angalia zile mechi ambazo amecheza na Yanga, umeona, Karabua kacheza, umeona ushindani aliotoa ndani ya Yanga. Kwa hiyo ni moja ya mchezaji mzuri sana ambaye anastahili sifa na anastahili kusajiliwa, ikiwezekana vilabu vya Tanzania vingine ambao tutamuona viendelee kumbakisha Tanzania, tuwe na mabeki wazuri ambao baadaye atakuja kufanya kitu, kwa sababu hata umri pia unambeba. Kwa hiyo binafsi Tule kubakia na Chamu kuondoka ni bahati tu imefuata, bahati imeangukia kwa Tule kubakia kwa klabu ya Simba. Kwa hiyo kazi yangu sasa hivi kama shabiki ni kurudisha kumshabikia nani? Tule, kuweza kumsupport ili afanye kazi yake ipasavyo ili tufike nchi ya hadi wana Simba, kwa sababu mwaka huu tunashinda na mataji yote ambayo yametutoka miaka 4 iliyopita, yametutoka ndani ya miaka 5 iliyopita. Turudishe hususa ni kombe la ligi
kuu ya Tanzania bara. Hiyo ndio namba moja tuanze mbele, lakini kwa sababu tumeshaenda kuchimba dawa zao kule, nadhani sasa hivi Yanga wamenyong'onyea, kwa sababu baada ya kuchimba dawa Yanga wamechanganyikiwa yote. Yanga haizungumzii, Yanga inazungumzia kuchimba dawa kwa nani? Kwa Simba. Sasa zile dawa zao walizokuwa wanachukua ubingwa, sisi tumeenda kuzichimba, tumezitoa ndani ya ardhi ya Tanzania na ndani ya sehemu moja ya eneo lao. Tumezichimba zile dawa, tumezitoa. Kwa hiyo naamini kwa kutoa dawa zile, mwakani Simba tunachukua makombe yote, Yanga hachukui kombe hata moja. Bana Jabiri, kwa kumalizia sasa. Naam. Simba ndio wameanza awamu ya kwanza na wao wachezaji 7. Unahisi wengine labda watapewa thank you. Yeah. Wewe ambao unahisi labda ambaye unaweza kupata labda wasawa kushauri viongozi wa mnyama wa Simba Sports Club, washauri. Yeah. Unahisi ni nani anatakiwa atolewe ili awekewe mbadala? Mimi binafsi kuna wachezaji kama wawili watatu wamebakia pale, lakini mimi nitazungumza kwa maoni yangu mimi. Alafu wao viongozi wataangalia. Sio maana kuna kiungo wetu namba 6 huyu. Umeelewa? Huyu wanamuita nani huyu? Wanamuita nani? Tunamuita Kante. Umeelewa? Huyu kiungo namba 6 Kante. Huyu kidogo haina uchezaji wake binafsi. Kuna mistake ambazo nimeziona mimi kama ufuatiliaji wangu za kurudisha zaidi mpira nyuma mara nyingi sana. Nimeona kidogo huyu anaweza akatuacha sehemu ile, lakini pia hata nafasi ya fullback namba 2 bado pia inahitajika. Sio maana yake kati ya Shomari Kapombe au mtu mmoja anamuita nani? Yaani wanamuita Duchu. Mmoja hapo ifanye marekebisho hiyo. Usu namba 3 sina shida nayo. Namba 3 imeenea, lakini kwenye wachezaji wawili hao umeelewa? Nafasi ya namba 6 hiyo na nani? Ni nafasi ya namba 2. Kidogo kuna wachezaji pale wakaenda kubadilisha, wengine waachwe, wengine wabakie. Kusema kweli ndio mmeliona, lakini pia hata huyu nao Maema pia waangalie kama kuna mtu ambaye yuko vizuri zaidi ya Maema. Maema pia sio wa kuendelea kucheza ndani ya klabu ya Simba kwa jinsi alivyokuwa anaonyesha, kwa sababu nafasi anayocheza na yeye jinsi anavyocheza inakuwa ni vitu viwili tofauti. Katika wachezaji wetu wote wao niliwataja mmoja, wakiondoka wote mimi nitaenjoy sana, lakini pia wasiondoke bila kupata wachezaji ambao wana uwezo zaidi yao ndio waje pale. Sasa ni mwalimu Steve Barker amepewa mamlaka makubwa na klabu ya Simba, na klabu ya Simba sasa hivi kuhusu masuala ya hela sio shida lao. Tajiri huko pale Mo Dewji, lakini pia kuna mdhamini mkuu pale Jeruti, watu ambao ahadi zao zinatimia kwa wakati na wamefanya vitu tumeviona. Kwa hiyo ikiwezekana afanye mchezaji kama Aloepa, mimi na imani kama Simba itawezekana tuendelee kubakia naye, tumwangalie. Ni bonge la kiungo ambaye achana namba 8, namba 10, mmoja anacheza namba 6, mchezaji ambaye anacheza namba zote. Kwa hiyo kama viongozi wa Simba au kocha wa Simba ataona kuna haja ya kubakia na yeye, basi kabakie naye ili endelee kumpa nafasi aonyeshe kitu. Lakini sasa sababu sasa ni kipindi cha usajili, haya ni maoni tu ya kuomba kwamba nani atoke. Anaingia pia wapo wachezaji wazuri. Hapo mimi nashangaa kwa nini tusiruke naye pale, kuna mtu watu wanasuasua. Wakati Yanga anasuasua ilikuwa turuke na Mamnyeto moja kwa moja. Biashara ishi. Kuna maneno ambayo anaongea Yanga kwamba Faisal atoki, Faisal akitoka kiuza sehemu nyingine na sisi tunapata hela. Mimi nataka haya maneno ya commission mwaka huu. Ikiwezekana mdhamini mkuu ambaye ni Jeruti aingie front pale kwa Azam mwaguze mkataba. Sababu kuna maneno mtaani wanaanga anadanganyana kwamba Faisal akiondoka Azam sisi tunapata B moja. Klabu yote ambayo itamchukua Azam itupe hela. Faende kukwaza. Ni vitu ambavyo havipo katika masuala ya mpira. Bali wenzetu wa Yanga wanatambana. Kwa wakati ya Jeruti na Mo Dewji mmoja atakayeingia front kutuletea Faisal pale kwa gharama yote. Kusema kweli tutanunua jezi na tutaiandika Faisal nyuma kwa 100%. Na nimeangalia katika wana Simba wengi kama kitu kama hicho kitafanyika, sababu hawa Yanga kila siku sisi wanatufanyia jambo na sisi tunafanyia jambo, tungeruka na Mamnyeto tukaruka na Faisal, hata kama asicheze, hata kama viwango vyake kawaida, lakini tuondoe pale ili tuonekane kabisa mwaka huu tumedhamiria kuweza kuleta ushindani mkubwa. Kwa hiyo naomba kama kuna uwezekano, tajiri Mo Dewji ni mtu ambaye anaingia katika mitandao ya kijamii, naomba sana na tajiri pia mdhamini mkuu, hebu zameni sehemu hizo mbili, tokeni na Mamnyeto, tokeni na Faisal. Tukiwapata hawa wachezaji na imani mtakachouza nyie kinachohusiana na Simba, sisi wana Simba tunanunua, kwa sababu ukiangalia mimi binafsi nanunua jezi za Simba kwa 100% na jezi za Simba mdhamini mkuu ndani ni Jeruti. Kwa hiyo akituletea vitu ambavyo umeelewa vina tija tunamchukua, na imani Jeruti ni tajiri, hashindi na chama yoyote. Kama umeleta Eliza ile pale, umeleta magari yale pale, ahadi zako zote zimetimia, kwa nini tusaidiwe na Simba tukaenjoy, tukaenda kununua jezi tukaziandika majina ya wachezaji ambao bakisho na jina lako. Kwa hiyo naomba kama kuna uwezekano hawa watu uliotaja matajiri, lakini pia tuungana na Simba na bodi ya kurugenzi watuletee wachezaji hao ili na sisi tutambe mjini hapa mwaka huu.
kwa sababu unapochukua ubingwa unatamba, kwa sababu ukiangalia kama ubingwa wa Yanga mwaka huu sio ubingwa ule ambao una majivuno, ubingwa ambao hauna ufungaji bora, ubingwa ambao hauna mchezaji bora, ubingwa ambao yani hauna beki bora, yani vitu vyote amevikosa hapa ta kombe tu. Kwa sio ubingwa ambao Yanga wanasherehekea, ndio maana mpaka leo Yanga Afrika wanashindwa kusherehekea ubingwa wao vizuri baada ya kuona vitu hivyo vitatu vya ubingwa wamefanya wamekosa. Lakini pia nimpongeze Ahmed Ally kutuletea mind game nzuri ya kufunga nayo mwaka, ya kufanya paredi na kupita Jangwani kuchimba dawa. Sasa hivi kila mtu anaizungumzia Simba kuchimba dawa, Simba kuchimba dawa za Yanga. Hakuna mtu anahitaji Yanga hata mmoja. Kwa hiyo hapa Simba amefanikiwa kupitia Ahmed Ally na kitengo chake cha habari na akina Chiko akina nani. Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba ile mind game wameifanya vizuri sana na inaingia kwenye 18 yao, na sasa hivi wanazindua jambo lingine. Lakini pia lazima viongozi wa Simba wamsamini sana msemaji wa Simba Ahmed Ally. Ni mtu ambaye anaibuka na jambo ambalo linaleta maendeleo. Amekuja na kuspika, amekuja na kupenda kwa treni, sasa hivi amekuja na kuchimba dawa. Ni vitu ambavyo vinatoka kwenye njia ile Simba nguvu moja inasimama ipasavyo. Na ule ubaya bwela mwaka huu uonekane kwenye pichi na nje ya pichi. Shukrani sana bwana. Asante sana.